kuna taarifa ya muigizaji Nicole Kidman. Baada ya miaka 20 hivi 19 kuelekea 20 ya ndoa, amebwaga manyanga. Hivi wana zaidi ya miaka 20 wale? Nicole Kidman. Sipo na Keith sio miaka zaidi ya 20 wale wamekaa miaka 20. Miaka 20. Lakini si mara ya kwanza Nicole kutoka kwenye ndoa na ndoa nyingine iliyotokea kabla kabla hii. Mwanzoni aliolewa na muigizaji Tom Cruise ambao ndoa yao ilidumu kwa miaka 11 na ikavunjika. Hivyo hii ilidumu kwa miaka 20 na imevunjika tena. Kwa hiyo jumla na mama Nicole Kidman amekaa kwenye ndoa miaka 31 na zote zimevunjika. Ndoa mbili, ndoa moja imekula 20, ndoa ya pili ikala 11 na imevunjika. Bwana story moja Kwa hiyo kama ukimjumuisha sasa Nicole Kidman anakuwa ni mwanamke ambaye amekaa kwenye ndoa mbili lakini kwa muda mrefu. Isipokuwa kuna kama ndoa 4 hivi ambazo zimekaa kwa muda mrefu zaidi lakini zikavunjika tena. Yaani historia ndoa ambazo zimekaa kwa muda mrefu zaidi ya hii za masuperstar waigizaji na hasa waigizaji. Kwa mfano ya kwanza ambayo ilikaa kwa muda mrefu na haikutarajiwa kuvunjika ni ya bwana Al Gore na mke wake Tipper Gore ambao wao walidumu kwa ndoa kwa miaka 40. Yule alikuwa Marekani? Yes, Marekani. Ndoa yao yule alikuwa anagombea urais Al Gore au ni Al Gore mwingine? Wengine. Of course no, Al Gore yule ndio huyo yeah. Ambayo ilikaa kwa muda wa miaka 40 kuanzia mwaka 1970 mpaka 2010 na ndoa ikavunjika. Alafu bwana Danny DeVito na Rhea Perlman wao walikaa kwenye ndoa kwa miaka 30. Ndoa ndefu hiyo mzee sana. Alafu Mel Gibson na Robin Moore. Mel Gibson yule muigizaji na pia mwongozaji wa filamu. Yeye alidumu kwenye ndoa kwa miaka 28. Hivi ndo alidirect movie ya Jesus Mel Gibson. Ni director maarufu sana yule mama. Nadhani pia hata ile Apocalypto alidirect yeye ile movie ngumu ile. Na kuna Braveheart ambao alicheza mwenyewe kabisa. Yeye alicheza na kudirect. Ni mzito kidogo kwenye masuala. Yuko vizuri. Sasa hivi ni umri tu umekwenda. Lakini bwana Arnold Schwarzenegger. Naye yumo. Yeye alikaa na Maria Shriver kwa muda wa miaka 25 ndo baadaye wakabwaga. Yeye alikaa kuanzia 1986 mpaka 2011 akajiengua. Sasa unaweza kujiuliza Jabir, ni kitu gani kinapelekea hizi ndoa kuvunjika wakati watu financial wako vizuri? Mimi na kuna sehemu moja nishai kupita kwenye pita zangu za dunia. Kuna mshikaji wangu mmoja nimekuwa naye karibu, kwa hiyo mara nyingi nikienda nakutana na mama mmoja hivi, sawa? Kila tunapokuepo mama sasa siku ambayo nakutana naye mara ya kwanza akaniambia huyu alimtambulisha kama ndugu yake fulani, mama mtu mzima sana. Lakini amekuja kusalimia alafu ataondoka. Sasa baada ya kupita muda mrefu zaidi ya mwezi na kitu nikaja nikagundua, sio kupitia umbea ambayo iko inazungumziwa hii. Yaani umejitoa sio kama nilipewa nimejitoa mapema. Yaani nilikuwa nasema umbea huo. Nikagundua kwamba nikapewa story linakuja kwamba aliachana na mumewe, ndoa ambayo imekaa kwa zaidi ya miaka 40 kwa sababu mama mtu mzima sana. Sasa nikaa najiuliza yule mzee kule aliko anaishishije, ile comfortability anaipata wapi? Umeona? Sasa sijui nini cha kufanyika kwa sababu ndoa kufa katika umri mkubwa, umri ambao inabidi sasa mkumbatiane, miajenge vizuri. Sasa unakuta hapo mama kule, alafu mama si nice ana watoto. Watoto unakuta nao huko kule. Bwana sasa inakuwaje? Kufanana. Unajua kuna wakati kuna swala wakati ya hayo umezungumzia unasema inaweza kuwa vipi, unaweza kuta labda wana kila kitu ama wako vizuri kimaisha. Kwa mfano tunawajua mastaa wakubwa kabisa, watu maarufu wana maisha yao. Mara kadhaa nimesema kwamba yani kuwa na pesa ama kuwa na uwezo mkubwa wa kifedha au kimaisha sio suluhu la kila kitu. Hiyo tunakubaliana. Lakini pia ukizichunguza vizuri wakati mwingine hizi ndoa nyingine zinavunjika kwa sababu wengine wanajua hiyo talaka hiyo wanaoidai hapo. Unakuwa kuna pasu hapo linatoka. Hilo na nyingi sana zinakuja sana maisha mali. Cha kushangaza ni kwamba huyu mtu tayari kishafika katika hali ya utu uzima, anataka hiyo fuma tena
wakati msoka mkashikiliana mlitafuta kwa muda miaka mrefu. hiyo bwana, mmeshakuwa mmezoeana, Sasa vumilia kama nini. Algo ni mtu mwenye hela nyingi sana. Al Gore. Wewe unatafuta nini? Wanajua wenyewe.